Ladies and gentlemen, mara nyingi huwa tunasema ya kwamba mgala muwe na haki yake umpe. Ni kweli ya kwamba msanii Diamond Platinum kuna watu wengi ambao ameshika mkono na akawasaidia. Ni wengi sana Kibo, tukisema kwa mfano kuna Harmonize, kuna Rayvanny, kuna Mbosso, kuna Rafa na wengine kibao ambayo singeweza kuwataja kwa sasa kwa sababu ya muda. Lakini ikatokea ya kwamba Diamond Platinum alikuwa anasherehekea siku ya kuzaliwa kwake. Kwa hivyo ukapata ya kwamba watu wengi wakawa wanamtakia heri njema ya kuzaliwa, kila mtu, watu kibao sana. Lakini imekuja kufahamika ya kwamba kimya kimya wasanii ambao amewahi saidia kwenye maisha yao mpaka wakawa watu maarufu namna ambavyo walivyo kwa sasa, hakuna hata kitone walichokiandika kuhusiana na siku ya kuzaliwa ya Diamond Platinum. Kwa mfano tumeambiwa ya kwamba Mbosso na Harmonize walikaa kimya, hakuna kitu ambacho walizungumza kuhusiana na kumtakia heri. Najua mara nyingi huwa tunaamini ya kwamba iwapo mtu amekusaidia ni vizuri sana kumrudishia asante, kwa sababu kwa njia moja ama nyingine alikuokoa na kuvuka upande mwingine, lakini na ni lazima tu mwambie shukran, ndio hata mtu anaona ya kwamba huyu nimemsaidia akasema hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini imetokea ya kwamba si vizuri pata ya kwamba unasaidia mtu maybe hawezi kukumbuka, ama kwa njia nyingine ukipata msiba ama changamoto ama kiwa ni sherehe unamhitaji na akakosa kuja. Hiyo huwa inatukatisha tamaa sana kusaidia wengine, kwa sababu tunajua kwamba binadamu hata ukimsaidia hivyo ndivyo alivyo, hawezi kukumbuka. Lakini kitendo ambacho Mbosso na Harmonize wamefanya kimeonyesha ya kwamba kulingana na maoni ya watu wengi, wanasema ya kwamba hii dunia hivyo ndivyo binadamu walivyo. Unaweza kuwasaidia lakini wakakusahau, hata kukujulia hali hawawezi, kipindi ambacho wewe ndio umewasaidia mpaka mahali walivyo. Langu jina ni Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi TV.